Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Biashara za kigeni zinaongeza uwekezaji katika sekta zinazoibukia nchini China. Wataalamu wa China wasaidia kuongeza mavuno ya mpunga nchini Burundi. Na maonesho 22 ya kimataifa ya utamaduni yaonyesha maendeleo ya hali ya juu ya utamaduni wa China. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwish. Biashara zinazofadhiliwa na wawekezaji wa kigeni zimekuwa zikiongeza uwekezaji wao katika sekta zinazoibukia nchini China, zikivutiwa na mfumo kamili wa viwanda na minyororo ya ugavi ya nchi hiyo, soko kubwa lililowazi, ukuaji wa ubunifu pamoja na kasi ya maboresho ya viwanda. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Katika robo ya kwanza ya mwaka huu, matumizi halisi ya uwekezaji wa moja kwa moja wa kigeni FDI katika sekta za teknolojia ya hali ya juu nchini China yaliongezeka kwa zaidi ya 30% mwaka hadi mwaka na kufikia zaidi ya yuan bilioni 102, ikiwa ni takriban dola za Marekani bilioni 15, ikiwa ni zaidi ya 41% ya jumla ya uwekezaji huo. Hii ni ongezeko kubwa la 12% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita. Mtengenezaji wa rangi na mipako kutoka Norway, Jotun, aliwekeza zaidi ya dola za Marekani milioni 330 mwaka jana kupanua kituo chake cha utafiti na maendeleo pamoja na kituo cha uzalishaji katika mji wa Suzhou mashariki mwa China kwa ajili ya kutengeneza mipako yenye utendaji wa juu kwa betri za magari mapya ya nishati. You can see from the figures that China's electric car industry is growing phenomenally quickly. Not only in China, but it's now looking at building new plants in other parts of the world using their technology from China. So our current R&D laboratory here is now becoming too small. We have now 87 people in research and development in China. The new R&D center that we're building in Zhangjiagang will house 135 people. So we are in a position then to supply any part of the world with this new technology. Kampuni ya kutengeneza glasi kutoka Ujerumani, Schott, imeanza kuongeza laini mpya ya uzalishaji katika eneo la teknolojia ya juu la Suzhou, huku ikileta teknolojia yake ya kisasa kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya uchunguzi wa kitabibu kama vile endoscopy. Recently we had a lot of changes, especially in the field of high-tech products. We are working on establishing a production line for glass fibers to serve medical device industry here in Jiangsu. And we do this because we see growth in China. Our ambition is to grow in China above the national average growth of China. So it is a key focus market for Schott. So this is why we have our eyes on China. Katika mkoa wa Bubanza nchini Burundi, wataalamu wa China wanaendelea kuwasaidia wakulima kuongeza uzalishaji wa mpunga kupitia mbegu za kisasa za mpunga chotara na mafunzo ya kilimo cha kisasa. Ushirikiano huo umechangia kuongeza mavuno, mapato ya wakulima na kuimarisha sekta ya kilimo nchini humo. Ronald Mutie anaripoti. Nchini Burundi, wataalamu wa China waliobombea katika kilimo cha mpunga wanawasaidia wakulima kuongezea uzalishaji wao wa mpunga, jambo linalochangia kuimarisha ushirikiano wa kilimo kati ya nchi hizo mbili. Kupitia miaka kadhaa ya mafunzo yaliyotolewa na wataalamu wa China, uzalishaji wa mpunga huko Gihanga katika mkoa wa Bubanza umeongezeka kwa kiasi kikubwa. Hali hii imewezekana kutokana na matumizi ya mbegu za mpunga chotara zilizotolewa China pamoja na maarifa mapya. Charles Ngendakumana, mkulima wa mpunga chotara huko Gihanga na mmoja wa wanaonufaika na msaada wa China, anaelezea mabadiliko yaliyomwezesha kuongezea uzalishaji wa mapato yake. Nilianza kufanya kazi na wataalamu wa kilimo kutoka China. Walituonyesha jinsi ya kulima mpunga chotara. Kwanza walitupatia mbegu chache tu, takriban kilo 15 kwa hekta, pamoja na mbinu tofauti ya kuandaa vitalu vya miche kuliko tulivyokuwa tukitumia. Katika eneo hili lililoko kaskazini magharibi mwa mji mkuu Bujumbura, kilimo cha mpunga kimekuwa kikitegemewa na vizazi vingi.
Tangu kuanzishwa kwa mpunga chotara mwaka 2016, shughuli hiyo imepata maendeleo mapya. Ngenda Kumana anasema, baada ya kuanza kilimo hicho niliongeza uzalishaji wangu. Badala ya kupata tani 6 kwa hekta, sasa napata kati ya tani 9 hadi 10 kwa hekta. Tuligundua haraka kuwa hii ni aina nzuri ya mpunga inayoweza kutuletea maendeleo. Kutokana na mbinu mpya zilizoletwa kutoka China, Polepole aliacha kutumia njia za jadi ambazo zilikuwa zikizuia uzalishaji na mapato yake. Leo hii ongezeko la mavuno ya mpunga linaonyesha athari halisi ya msaada huo wa wataalam wa kilimo kutoka China. Kilichobadilika ni kwamba kutokana na kuongezeka kwa uzalishaji, pia tumeongeza maeneo ya kilimo, kwa sababu sasa tuna kila kitu kinachohitajika. Tunachopenda kwa Wachina ni kwamba wanatupatia mbolea kabla ya mbegu. Hivyo tunalima tukiwa na uhakika wa kupata mahitaji yote muhimu. Mwanzoni nilikuwa nalima eneo la hekta 1 na kuvuna tani 5 za mpunga. Kisha nikaanza kuongeza eneo la kilimo, sasa nalima hekta 5 bila matatizo. Mbali na mashamba ya mpunga, wataalamu wa kilimo kutoka China wanaendelea kufanya mikutano na wakulima wa mpunga pamoja na viongozi wa eneo hilo. Lengo ni kutathmini maendeleo yaliyofikiwa, kubaini changamoto zilizopo mashambani na kupendekeza suluhisho ambazo zinafaa ili kuongezea zaidi uzalishaji. Mtaalamu wa kilimo kutoka China, Yang Huade, anasema, nadhani huu ni ushirikiano mzuri unaojumuisha upatikanaji wa aina bora ya mpunga chotara pamoja na teknolojia ya kisasa. Kuongezeka kwa uzalishaji kunatokana na matumizi ya teknolojia iliyodhibitishwa. Maonesho ya 22 ya kimataifa ya viwanda vya utamaduni ya China yalianza rasmi katika mji wa Shenzhen mkoani Guangdong kusini mwa China, yakionyesha mafanikio ya hivi karibuni katika maendeleo ya hali ya juu ya sekta ya utamaduni nchini humo. Tom Wanjala na maelezo. Maonesho hayo ya siku 5 yatafanyika katika ukumbi mkuu pamoja na maeneo madogo 51 ya ziada. Mfumo huo unalenga kutoa nafasi pana na tofauti kwa waoneshaji na wanunuzi wa kimataifa kushirikiana na kubadilishana mawazo. Kadri utamaduni wa jadi unavyoendelea kuunganishwa katika maisha ya kisasa ya kila siku, shughuli kama vile mabaki ya kale na arkeolojia, ushairi, opera ya tamthilia pamoja na bidhaa bunifu za urithi wa utamaduni usiogusika zimeendelea kuvutia umma kwa kiwango kikubwa. Aidha, mitindo ya jadi na uzuri wa kipekee wa Kichina vinaendelea kupata umaarufu. Hadi sasa, China imesajili maeneo 1767 ya mabaki ya kitamaduni yasiyohamishika na zaidi ya seti milioni 108 za mabaki ya kitamaduni yanayomilikiwa na serikali, pamoja na zaidi ya miradi 1,100 ya urithi wa utamaduni usiogusika katika ngazi mbalimbali. China pia ina maeneo 60 ya urithi wa dunia yaliyotambuliwa na UNESCO, ikiwa miongoni mwa nchi zinazoongoza duniani. Vilevile, China ina vipengele 45 vya urithi wa utamaduni usiogusika vilivyoorodheshwa na UNESCO, idadi ambayo ni kubwa zaidi duniani. Ikiwa imejengwa juu ya ustaarabu mpana na wakina wa Kichina, China imeendelea kushuhudia kuibuka kwa kazi bora za sanaa na utamaduni, kuboreshwa kwa huduma za utamaduni kwa umma, ukuaji wa kasi wa sekta ya utamaduni, pamoja na kuimarika kwa muunganiko kati ya utamaduni na utalii. Katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, mapato ya biashara katika sekta ya utamaduni nchini China yaliongezeka kwa asilimia 37.7. Mwaka wa 2025 safari za ndani ya nchi zilivuka bilioni 6.5, ongezeko la asilimia 16.2 ikilinganishwa na mwaka uliotangulia, huku matumizi ya utalii yakifikia yuani trilioni 6.3, sawa na takriban dola bilioni 924 za Marekani. Maonyesho ya mwaka huu yanatarajiwa kuvutia wageni wa kitaalamu 35,000 kutoka mataifa na maeneo 110 duniani, huku waonyeshaji 310 kutoka nchi na maeneo 65 wakishiriki ana kwa ana na mtandaoni. Mji mkuu wa mkoa unaojitawala wa Xinjiang kusini magharibi mwa China, Lhasa, umeshuhudia ukuaji mkubwa wa utamaduni wa kahawa uliopambwa na utamaduni wa kienyeji. Mji huu umegeuka kuwa moja ya miji yenye matumizi makubwa ya kahawa nchini China, jambo linaloashiria wimbi jipya la biashara
katika kitovu hiki cha kale cha utamaduni. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Kwa kuwa na zaidi ya maduka 800 ya kahawa yanayohudumia idadi ya watu wasiofika milioni 1, mji huu na takriban duka moja la kahawa kwa kila wakazi 1200, hali inayoufanya kuwa na msongamano mkubwa wa maduka ya kahawa kuliko miji mingi nchini. Lakini huu sio tu utamaduni wa kahawa uliopandikizwa kutoka magharibi. Katika mtaa wa Barkhor katikati ya mji wa kale wa Lasha, ambao ni njia ya kihistoria ya hija za Kibudha, wahudumu wa kahawa wanachanganya jibini la yak la jadi kwenye espresso, mchanganyiko unaoakisi mabadiliko ya mji huo kutoka kitovu cha kiroho hadi kuwa kitovu cha kisasa cha kikanda. Kujitolea huku kwa ubunifu na kuonesha utamaduni wa Zhejiang kupitia kila kikombe cha kahawa kumeifanya biashara hii kupata wateja wa kudumu. Mwaka 2025 pato la taifa la Lhasa GDP lilivuka yuan bilioni 100 ambayo ni takriban dola bilioni 14 za Marekani, jambo lililounda mazingira mazuri kwa wajasiriamali waliogundua kuwa biashara ya kahawa ni rahisi kuanzisha kutokana na kuhitaji mtaji mdogo, nafasi ndogo, maandalizi ya haraka na urahisi wa kujenga chapa. Katika juhudi za kuhifadhi urithi wa kitamaduni wa China, fundi seremala mkongwe kutoka eneo la Guangxi ameanzisha jumba maalum la makumbusho linalohifadhi nyumba za kale, mila na historia ya maisha ya watu wa eneo hilo kwa vizazi vijavyo. Tuungane na Zakia Pong atufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Tang Yijing, fundi seremala mwenye umri wa miaka 82 kutoka mkoa wa Guangxi, kusini mwa China, ametumia miaka 16 kubadilisha mapenzi yake ya maisha yote kuwa mafanikio ya ajabu. Kuhamisha na kurejesha makazi 20 ya jadi yaliyobomolewa ya enzi ya Ming na enzi ya Qing. Kwa akiba yake kutoka kwa miaka ya kufanya kazi kama mjenzi wa nyumba, alijenga jumba la makumbusho la forodha la watu wa Siyuan, ambalo sasa lina zaidi ya mita za mraba 8,000 na limekuwa kituo cha ulinzi wa mabaki ya kitamaduni kilichoteuliwa na serikali ya mtaa. Mbali na kumbi kuu za maonesho za nyumba za makumbusho zinazoonyesha vitu vya kale, jumba hilo pia linajumuisha kumbi 13 zinazoonyesha utamaduni wa kifedha na mila za kitamaduni, kwani ndoto ya Bwana Tang imekuwa kuonyesha uzalishaji, mtindo wa maisha na mila za watu wa kaskazini mwa Guangxi. Tangu akiwa na umri wa miaka 16, Tang alijifunza ufundi wa mbao na mbinu za jadi za kujenga matofali na vigai kutoka mafundi wakuu. Kwa maoni ya Tang, kujifunza kutumia ujuzi kuna maanisha kurithisha ufundi wa zamani na kulinda mabaki ya kihistoria. Hadithi ya juhudi zake za kujitolea ilianza mwaka 2009. Bwana Tang wakati huo alikuwa na umri wa miaka 65 alipogundua kuwa kundi la makazi ya enzi ya Qing katika mji wa Yongsui wa kaunti ya Quanzhou litabomolewa. Akiwa amefaidika sana, aliamua kuokoa miundo hii ya kihistoria. Kwa kutumia akiba yake iliyokusanywa kwa miaka mingi, Bwana Tang aliwashawishi wanakijiji wa eneo hilo kumuuzia makazi ya zamani. Katika siku 40 hivi, aliongoza timu ya mafundi zaidi ya 20 kuchora kwa uangalifu, kutenganisha na kusafirisha kila matofali, boriti na nguzo na kuzipeleka kwenye kituo kipya cha safari
zaidi ya 100. Kila sehemu ilihesabiwa, kupigwa picha na kuhifadhiwa kwa usahihi. Hadi kufikia mwaka 2010, nyumba ya kwanza ilikuwa imejaribiwa upya kwa mafanikio. Tangu wakati huo, Bwana Tang amekuwa akirekebisha miundombinu yote bila kuchoka, akirudisha makazi ya zamani kuwa hai tena. Sasa jitihada za Bwana Tang zimepata matokeo kwenye jumba la makumbusho ambalo linajumuisha zaidi ya makazi 20 ya kale na majengo ya nakala 22. Pia alikusanya zaidi ya vyombo 20,000 vya jadi na sarafu za kale zaidi ya 60,000 kutoka katika maeneo yanayozunguka. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第9课 Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 今天星期几 Sikiliza rekodi na usome. 星期一，星期一，星期二，星期二，星期三，星期三，星期四，星期四，星期五，星期五，星期六，星期六，星期天，星期天。 Sikiliza rekodi na usome. 今天，今天，明天，明天，星期，星期，生日，生日，喜欢，喜欢，月，月，号，号。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 生日，生日， 你的生日 你的生日。 月，月， 1月 1月。 号，号， 你的生日是几月几号 你的生日是几月几号？ 今天，今天， Tafadhali jibu swali langu. 今天星期几 今天星期一。 星期，星期， Tafadhali jibu swali langu. 今天星期几 今天星期五。 明天，明天， Tafadhali jibu swali langu. 明天星期几 明天星期六。 喜欢，喜欢， Tafadhali jibu swali langu. 你喜欢星期几 我喜欢星期六。 Keki ya msamiati. Dubu mdogo anataka kupika keki ya safu 6 ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake. Lakini keki ni ngumu sana kupika. Tafadhali msaidie. Unaposoma msamiati kwa usahihi, safu 1 itaongezwa. Tafadhali soma. 月，生日，明天，今天，星期，喜欢，号。 Kujaza sehemu zilizoachwa wazi.
Kwa kila andiko sahihi unalochagua, utapokea zawadi. Wacha tuone ikiwa unaweza kukusanya zawadi zote. 星期号生日喜欢不今天星期几？今天几月几号？明天是我的生日。我喜欢星期六。我不喜欢它。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada la kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo, lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Yule asiyejua kujichagulia kizuri kamwe hataweza kumchagulia mwingine. Mimi ni Khamis Darwish. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.